Mambo ni aje, mambo ni vipi mwana SNS big time yake ndo hii hapa. Mimi naitwa Sadi TZ, mbeba maono ya mtaa, taa ya mtaa imewaka. Nangu mnasemaje? Tunaendelea kuchekiana vizuri Instagram kwa jina la Sadi TZ_official. Mambo yako vizuri kabisa. Tu follow SNS kwenye mitandao yetu mbalimbali ya kijamii kwa jina la Simulizi na Sauti, lakini pia uje subscribe hapo, bonyeza alama ya kengele uwe wa kwanza kupata taarifa zetu mbalimbali. Bana, kwa siku ya leo kwenye big time tazungumza kuhusiana na ngoma ya Angel Kidjo, mwanamama kutoka Benin ambaye amefanya mziki kwa mafanikio makubwa sana, lakini ngoma hiyo amefanya na Diamond Platnumz. Nazungumzia Kakua. Angel Kidjo amemshirikisha Diamond Platnumz kwenye track ya Kakua, lakini mikono iliyotengeneza ngoma hiyo mikono ya kwake Liza kutoka pale WCB Wasafi. Bonge moja la beat, amefanya mixing na mastering nzuri kweli kweli. Na ukiacha hivyo, nikija kwa waimbaji, Diamond Platnumz ameimba vizuri sana, Angel Kidjo ameimba vizuri sana. Na Angel Kidjo ni mwanamama ambaye ana historia kubwa sana kwenye muziki wa Afrika, kwa sababu tukimzungumzia Angel Kidjo ni mwanamama ambaye anamiliki tuzo 5 za Grammy. Sawa, lakini ukiacha hivyo ni msanii wa kwanza mweusi kutoka Afrika kupata heshima ya nyota yake kwenye Hollywood Walk of Fame. Si kitu kidogo, ni kitu kikubwa kweli kweli. Na ndio maana baada ya kusikia kwamba Diamond Platnumz anashirikishwa na Angel Kidjo, mimi nilifurahi. Niliona ni namna ambavyo Diamond Platnumz anaendelea kukua zaidi, kwa sababu Diamond Platnumz ameshafanya collaboration kubwa sana na wasanii wakubwa kwenye mataifa mbalimbali. Kwa hiyo pia hii niliona ni kubwa kwa Diamond Platnumz kulingana na nature ya mwanamama huyu kwenye uimbaji wake. Ni mwimbaji wa nyimbo zenye ladha ya tofauti, ladha ambayo huwa inamsaidia yeye kupata hata hizo tuzo kule Grammy, kwa sababu anakuwa na style ya tofauti. Identity yake ni muziki wa Afrika, na ndio maana ukiangalia kwenye Kakua namna ambavyo ameimba Diamond Platnumz alivyoimba imekuwa ngoma nzuri sana. Lakini pia wao wamekuwa na chemistry nzuri. Napenda kule mwishoni namna ambavyo wanaimba kwa kupokezana. Nimeipenda sana hiyo part. Lakini pia namna ambavyo Liza amemaliza ni noma kweli kweli, kwa sababu tukimzungumzia Angel Kidjo, mara nyingi mimi wanasema huyu pia ni member wa Academy kwenye tuzo za Grammy, kwa sababu ya consistency yake kubeba hizi tuzo. Inawezekana yumo kule ndani. Kwa hiyo hii ni njia nzuri, ni mazingira mazuri pia kwa Diamond Platnumz kuchukua tuzo. Tukimzungumzia mtu kama Wizkid, anamiliki tuzo kupitia Beyonce, lakini si tuzo ambayo labda alichukua yeye kupitia ngoma zake. Kwa hiyo inawezekana pia Diamond Platnumz kwa mwaka huu ambao unakuja, kama yeye hatakuwa na ngoma ambayo itaingia kwenye nominations za Grammy, inawezekana Angel Kidjo hii album yake ama ngoma yoyote kaingia kwenye tuzo za Grammy, kwa sababu tayari ameshakuwa na DNA na tuzo za Grammy. Sawa bane, so ni kitu kizuri sana. Big shout out kwao. Bonge moja la ngoma, bonge moja mastering na mixing. Umetisha sana Liza. Na Liza pia alituonyesha kupitia page yake ya Instagram kwamba ameshakamilisha kazi, imeshatoka. Wenyewe kina Angel Kidjo alimtumia nasema zile documents za yeye kusign, kukubali kile kiwango cha fedha ambazo anatakiwa kuzipata kupitia project hiyo. Ndio wenzetu wanafanya kazi hivyo, na hili ni somo kubwa pia kwa muziki wa Tanzania. Kuna baadhi ya wasanii tayari wameshajifunza na huwa wanafanya hivyo. Kwa hiyo hili ni somo kwa wengine wajue kwamba si mpaka msanii apambanie, nyinyi wenyewe tu kiutaratibu mnajua kabisa hili ni jasho lake, mnamsukumizia, au sio bana? Kwa hiyo noma sana. Na hili tuliliona likiwa limefanikiwa kwa Rayvanny, alifanya kazi na Maluma. Kuna wasanii wanakuwa na kuna namna yao fulani, unaweza kuwachukulia kwamba hivi, lakini wana mafanikio makubwa. Kwa mfano tukimzungumzia Maluma, fanya kazi na Rayvanny, mwisho wa siku Rayvanny na Estukiza sasa hivi tunazungumzia ni wasanii ambao wamekuwa nominated kwenye tuzo za Grammy kupitia ngoma ya Mama Tetema ya Maluma. Umeona bana? Sasa nije kwenye upande mwingine, wakati na isifia ama wakati na enjoy kusikiliza kile ambacho amekifanya Diamond Platnumz na Liza kwenye ngoma ya Kakua ya kwake mwanamama Angel Kidjo mwenye mafanikio makubwa Afrika, tuzo 5 za Grammy, kwa mwanamke wa kwanza, niseme Mwafrika wa kwanza mweusi kupata heshima ya kupokea ile nyota kwenye Hollywood Walk of Fame, si kitu kidogo. Na huu muziki ambao ameuimba, muziki wa Afrika kabisa. Na kuna baadhi ya watu comment zao nilikuwa naziona, wengine wanasema mbona kama kikabila chetu. Kwa sababu gani? Ni muziki wa Afrika, asili ya Afrika kabisa. Na mimi nimependezwa nayo sana sana. Sasa kuna interview nilifanya na Saida Karol. Mwanamama alizungumza vitu vingi sana. Ukiangalia ngoma yake ya Salome ni ngoma kali sana. Akazungumza namna ambavyo anampenda Diamond Platnumz na anakubali kile ambacho anakifanya Diamond Platnumz, na akasema alidanganya
amelipwa shilingi milioni 20 na Diamond kwa sababu tu Diamond alimtafuta akamuomba kutumia huo wimbo, japo alianza kumtafuta bosi wake FM ambaye ndiye alikuwa na haki miliki ya hizo nyimbo. Akamtafuta Mama Saida Karoli akampa shilingi 500,000, lakini yeye alisema kwamba amepewa shilingi milioni 20 kwa sababu waliahidiana na Diamond Platnumz kwamba watafanya Salome tena, ni watarudia na hiyo itakuwa kwenye upande wake. Kwa hiyo ilikuwa ni ahadi. Kwa hiyo sasa hivi amekuwa akizungumzia hiyo ahadi, anatamani itokee, na kuna muda anakuambia mpaka anamuota Diamond Platnumz. Anamuota anatumbuiza, wako na record na vitu kama hivyo. Sasa nilivyosikiliza namna ambavyo mpita Angel Kijo, namna alivyopita Diamond Platnumz, beat alivyoisuka Liza, nikatamani sana kuona kuna kitu kinatokea kati ya Diamond na Mama Saida Karoli. Bado ana sauti nzuri, ana mashabiki wengi, anapendwa, sio kwamba ni msanii ambaye labda ni Diamond atakuwa anamshika mkono tu anamvuruta kwamba ana watu, umeona. Lakini pia Diamond Platnumz amekuwa na style ya kusaidia watu tofauti tofauti. Anaweza pia akafanya kitu kwa Mama Saida Karoli ambaye sasa hivi ana struggle kurudi kwenye nafasi yake, ambayo unaona kuna kipindi alitulia hapa. Wangefanya ngoma, inawezekana ngoma ikawa ni ya Diamond akamshirikisha Saida Karoli akapata na yeye kidogo kitu, ama ikawa ya Saida Karoli akamshirikisha Diamond Platnumz. Naamini kwa saundi hizi za asili kama Salome na ngoma ambazo anazifanya Saida Karoli, kuna kitu tungekipata. Inawezekana isingekuwa hata tuzo ya Grammy, lakini kuna tuzo mbalimbali angezipata, kuna shows nyingi ambazo zingekuja, kuna vitu tofauti tofauti tungevipata. Hii ni kwa ajili ya kuendeleza kukuza muziki wetu wa asili kutoka Tanzania, lakini pia ndo hizo ladha kutoka Bongo Tanzania. Kwa hiyo mimi nimeona kwenye jicho jingine, lakini pia tumekuwa tukistruggle hapa tukisema bana, tukishika labda tukienda huku sisi tunaonekana tumefanya ngoma za wenzetu, tumefanya mapiano, sijui tumefanya muziki gani na gani, sio identity yetu si ni Bongo Flava na nini. Mambo kibao tumekuwa tukiyazungumza, si ndio? Lakini tuna hii muziki yetu ya nyumbani, tunaweza tukaitumia zaidi na tukafika kwenye hizo level. Sio kwamba tufanye muziki kwa ajili ya kushinda tu Grammy, hapana. Kuna mafanikio mengine tofauti, si ndio bana? Kwa sababu kushinda tuzo ya Grammy sio kwa sababu tu ya ngoma yako kuwa na namna ya tofauti. Kuna vitu vingine vingi, Member Academy na mambo tofauti. Lakini mimi nimeona, yani sijui kwa nini, naona kwamba Saida Karoli akifanya kazi na Diamond afika kwenye level kubwa sana za kimataifa. Mimi naona hivyo. Wanasema sometimes ukiwa na matarajio makubwa unaweza ukaumia, si ndio? Nalielewa hilo. Sio kwamba natarajia kitu ambacho labda hata ikitokea isipokuwa na mapokezi makubwa hivyo Kongo labda kitafanyaje, lakini naiona kwenye jicho kubwa zaidi. Naiona Grammy, naona tuzo nyingi kubwa, naona show nyingi pia za kimataifa. Umeona bane? So natamani kuona hivyo. Najua WCB Wasafi wafanye kazi kwa miemko, ile ni taasisi, ina protocol zake na vitu vingine vingi tofauti. Wanaweza wakaliangalia hili kwa jicho jingine, tukapata kazi nzuri sana kutoka kwa Saida Karoli akiwa na Diamond Platnumz. Mimi nimeona hivyo, lakini pia itakuwa ni sehemu ya Diamond Platnumz kulipa ile ahadi ambayo alitoa kwa Saida Karoli, kama vile ambavyo anazungumza Saida Karoli. Hujasikia upande wa Diamond Platnumz kwa upande wake, lakini naamini. Na tena sasa ukiangalia Saida Karoli sasa hivi anafanya EP kwa S2 Keys, ambapo ndo producer ambaye anafanya kazi nyingi sasa hivi na Diamond Platnumz. So nenda kambariki mama kwa chochote kitu, naamini kuna kitu kitakuja. Kama tu na Angel Kijo tumetoa kitu kizuri hivi, basi tunaweza tukatoa kitu na Saida Karoli. Na yeye Saida Karoli anasema anatamani irudiwe tu ile Salome. Inawezekana mkakaa chini na mama mkamwambia, mama hii Salome tayari ishaenda, imeshafanyika, tuje na dude jingine, na madude mengi sana alikuwa ananitajia majina yake. So Big Diamond Platnumz anaweza akafanya kitu pale. Wewe maoni yako ni yapi? Yaweke hapo kwenye uwanja wa comment. Usisahau kusubscribe, bonyeza alama ya kengele uwe wa kwanza kupata taarifa zetu mbalimbali. Mimi ni Sadi TZ, hii ni Simulizi na Sauti.